Naam, ni Machi 24 mtazamaji, uhali gani popote ulipo na karibu katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi hiki chenye sehemu muhimu, ikiwemo sehemu ya Yasemavyo Magazeti na sehemu ya Jahala. Katika sehemu ya Yasemavyo Magazeti alikuwepo mwenzangu Ackley Mkumbata, ambapo alikujuza zile taarifa muhimu zilizojitokeza kwenye magazeti kwa siku hii ya leo. Na sasa ni wakati wa Jahala, na leo ninaye mgeni wangu anaitwa Dr. Saudani Hassan Masawe, ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma. Lakini katika kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona, lakini tukumbuke leo tarehe 24 mwezi wa 3 kila mwaka watu tunaadhimisha siku ya ugonjwa wa kifua kikuu duniani. Kwa hiyo tukaona ni vema tuzungumzie kutokana na umuhimu wake na namna ambavyo linaathiri jamii kwa sasa. Kwa hiyo leo tutazungumzia masuala ya kifua kikuu na masuala mengine, kuendelea kuchukua tahadhari, kutoa elimu kuhusiana na corona. Itaendelea kama ilivyo kawaida, lakini si mbaya tukaendelea pia kuupa umuhimu hasa ugonjwa wa kifua kikuu ambao nao kwa upande wake umeonekana kuwa na athari. Mimi naitwa Silvano Kaera, utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tutakapohitimisha katika sehemu ya kipindi. Tukumbuke tunakuwa na sehemu mbili, Jahala sehemu ya kwanza, lakini katika Jahala sehemu ya pili nitakuwa na jeshi la zimamoto tukizungumzia mada za kutoa elimu, namna ya kujikinga na tahadhari dhidi ya moto. Basi moja kwa moja tuzungumzie siku yenyewe ambayo inasindikizwa na kauli mbiu inayosema wakati ni huu, tuunganishe nguvu na kuwajibika katika mapambano ya kutokomeza kifua kikuu. Hii ni kauli mbiu ambayo imejitosheleza ujumbe wake. Kwa hiyo kama Mtanzania, mtazamaji popote ulipo, basi endelea kutufuatilia nikiwa na Dr. Saudani kutoka hospitali ya Mwananyamala. Karibu sana Dr. Asante. Najua ni mara ya kwanza kufika katika studio zetu. Ndio, ni mara ya kwanza. Sawa. Tunazungumzia siku ya kifua kikuu duniani. Ndio. Ni vema tukamkumbusha mtazamaji, inawezekana ni wengi wanafahamu au wachache wanafahamu kuhusiana na kifua kikuu, lakini sio mbaya, kuna watu ambao bado wanahitaji kupata elimu ya kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa gani? Asante ndugu mtangazaji. Kifua kikuu ni ugonjwa sugu ambao huambukizwa kwa njia ya hewa, na zaidi ugonjwa huu huathiri sana mapafu. Sawa, na tumeona kauli mbiu inasema wakati ni huu, tuunganishe nguvu na kuwajibika katika mapambano ya kutokomeza TB. Unadhani kauli mbiu hii inaakisi jamii moja kwa moja? Ndio. Hii kauli mbiu inaakisi jamii moja kwa moja, kuanzia kwenye ngazi ya uongozi na mpaka jamii yenyewe. Kwa sababu kifua kikuu ni mapambano ya muda mrefu, na serikali inajitahidi sana kuhakikisha tunaitokomeza. Ndani ya miaka 5 serikali imeweza kupunguza sana maambukizi mapya ya kifua kikuu. Kwamba hata kama yapo, lakini yale mapya yanapungua sana kwa sasa hivi. Tunazungumzia kifua kikuu ni miongoni mwa magonjwa matatu ambayo yamekuwa yakiitesa sana nchi zile zinazoendelea, kwa maana zile nchi maskini. Tukiingiza ukimwi, tukiingiza kifua kikuu chenyewe. Lakini sasa tunataka kufahamu, mtu anawezaje kupata kifua kikuu? Kifua kikuu huenezwa zaidi kwa njia ya hewa, na yani inapotoka mgonjwa mwenye kifua kikuu akakohoa, akaimba, akazungumza, hewa akaweza kushare na mtu mwingine, ndio anapata maambukizi ya kifua kikuu. Na dalili hasa ni zipi? Maanake tunafahamu kila ugonjwa lazima uwe na dalili. Mtu anawezaje kujua kwamba sasa na ugonjwa wa kifua kikuu? Kifua kikuu dalili zake ambazo ni zile tunaita ni cardinal sign. Anakuwa amekohoa kwa zaidi ya wiki 2. Lakini pia anakuwa na homa za mara kwa mara. Anakuwa pia amepungua sana uzito. Anakuwa anapata jasho jingi lililopitiliza, ile jasho ambalo mtu mwingine ambao unaikuwa naye na unakuwa tofauti. Kama amevaa fulana nyepesi inaweza hata ikaroa kwa ile jasho. Ni hatua zipi mtu huyo anatakiwa azichukue kisha aone hizo dalili za awali? Mara nyingi kifua kikuu kinatibika na kupona kabisa, na hasa ukiwahi dalili za awali. Na sasa hivi kwamba mtu akikohoa hata kama hazijafika zile wiki 2, unahisi tu dalili ya kukohoa na homa, unashauriwa kufika katika kituo cha afya chochote. Na vipimo ni bure. Vipimo vyote ni bure na matibabu pia ni bure. Na taratibu za matibabu zikoje? Matibabu ya kifua kikuu
cha kawaida cha mapafu ni miezi 6. Kifua kikuu cha kawaida ni miezi 6 mpaka 12. Na kuna utofauti gani? Kuna watu wanasema kuna kifua kikuu sugu. Ndio. Hicho ni kipi na kinatofautiana vipi na hiki kingine? Kifua kikuu sugu ni mgonjwa ambaye yani yani ametengeneza usugu wa dawa aina ya rifampicin. Kwa hiyo anakuwa hawezi kutibiwa na hizi dawa za TB ya kawaida. Kwa hiyo ile tunamuita ni mgonjwa wa kifua kikuu sugu. Ametengeneza usugu wa dawa ndio anaenda kwenye usugu, ambao matibabu yake ni miezi 9 mpaka 24. Na hiyo inatokana na mtu kutozingatia utaratibu wa dawa au ni kina sababu zake binafsi? Sababu kuu ni hiyo, kutozingatia matibabu sahihi ya dawa. Kwamba alikuwa anatumia ovyo au atumii kabisa, yani utumiaji wake ulikuwa hauendi sambamba na alivyoelekezwa na mtaalamu wa afya. Kwa hiyo dawa zikatengeneza usugu. Na sio tu rifampicin, anaweza akawa na dawa zinginezo zikatengeneza usugu kutokana na utaratibu mbaya wa umezaji wa mgonjwa anapokuwa ameshauriwa na mtaalamu wa afya. Kwa hiyo akishatengeneza ule usugu ndio baadaye tunaita ni kifua kikuu sugu. Kwa hiyo kwenye matibabu yake ndio ile inachukua miezi 9 mpaka 24. Na kuna maeneo mengi ambayo watu wanakaa, watu wanaishi kwenye jamii. Maeneo gani hasa ni hatarishi ya mtu kupata ugonjwa wa kifua kikuu? Maeneo yoyote yenye mikusanyiko isiyo ya lazima ndio unakuta, na hasa kwenye madanguro, kuna sehemu za wavuta unga wanakuwa na mikusanyiko, lakini pia wana ile kushare zile sigara na nini. Kwa hiyo yale maeneo huwa ni hatarishi sana kifua kikuu. Mtu anawezaje kuepuka kupata ugonjwa wa kifua kikuu? Kifua kikuu kinaepukika. Mtu anaweza kuepuka kifua kikuu kwa kuepuka misongamano isiyo ya lazima. Lakini pia anapohisi dalili kuwahi katika kituo cha afya na kufanya uchunguzi mapema. Na vitu kama hivyo. Nilikuwa najaribu kupitia kwenye peji ya Shirika la Afya Duniani. Kuna vitu kadhaa wamejaribu kuviainisha, lakini kimoja wanasema kwamba matibabu mapya ya kifua kikuu ni bora na yana kiwango kidogo cha kusababisha madhara baada ya matumizi. Hii inamaanisha nini? Matibabu mapya au wanamaanisha maambukizi mapya? Maambukizi mapya. Okay, hebu rudia tena. Sio maambukizi, ni matibabu mapya. Ya kifua kikuu ni bora na yana kiwango kidogo cha kusababisha madhara baada ya matumizi. Inawezekana ni matumizi ya dawa. Hapa alikuwa anamaanisha kwamba matibabu mapya ni yule mgonjwa ambaye ndo kwanza ameugua kifua kikuu, anapokuja na akafuata matibabu vizuri kama anavyoelekezwa, ni rahisi zaidi kupona na kuwa katika hali nzuri endapo atafuata ushauri wa mtaalamu wa afya. Kuliko yule ambaye anarudia, yani kwamba yeye aliugua akaja tena kwa mara ya pili. Yule hata sisi huwa tunachukua kidogo precaution kumwangalia huyu mtu kwa undani zaidi. Hata vipimo vyake hatuishii kupima hapa, tunapeleka mpaka sampuli nyingine zinaenda Muhimbili. Tunafanya culture kuotesha yale makozi, kwa nini irudie. Kwa hiyo kidogo kwa huyu ambaye ni mpya huwa kidogo ina urahisi. Na nyinyi kama Mwananyamala mnafahamu na kitengo cha kifua kikuu. Utolewaji wa huduma kwa sasa ukoje? Kwa Mwananyamala tunashukuru tumejipanga vizuri kuhusiana na kutokomeza kifua kikuu. Kwa sababu upimaji pale kwanza ni bure. Tuna mashine nzuri za kisasa zinazopima kifua kikuu tofauti na zile za zamani ambazo zinatumia kupima, inaitwa smear microscope. Sasa hivi tunayo Gene Expert ambayo inapima kwa urahisi na kwa haraka zaidi na kuweza kugundua pia kama mgonjwa ana hiyo drug resistance, kwa sababu kwamba usugu wa dawa. Kwa hiyo kwa mashine hiyo ipo, na tuna mashine yenye module, tuna mashine yenye vifaa vya kupimia angalau inaingiza sampuli 8. Na kama watoa huduma mnapata changamoto gani pengine kutoka kwa wagonjwa? Changamoto zipo hasa katika ufuatiliaji wa wale wagonjwa. Inapotokea mgonjwa amekuja akaanza matibabu, mnaenda naye vizuri, inafika mahali anakatisha. Kwa hiyo na sisi kidogo inatupa changamoto kujua mtu labda hakuelewa somo au nini, na pia kuepusha isije ikatokea kwenye
hii kifua kikuu sugu. Tunaepusha sana isije ikafika huko. Kwa hiyo nayo inatupa ni changamoto. Changamoto nyingine kama unavyojua ndugu mtangazaji, kila kitu kinahitaji gharama. Kuna baadhi ya vitu labda unakuta mashine imeharibika, inahitaji gharama kutengeneza. Kuna vitu vingine inahitaji wadau na nini na hivyo. Kwa hiyo tunajitahidi. Sawa, mtu mwenye maambukizi, mtu ambaye anaishi na ugonjwa huu anawezaje kumkinga mwingine? Huwa tunatoa elimu kwa mgonjwa anapokuja pale kliniki kabla hajaanza matibabu au wakati wa kuanza matibabu, tunakaa nao kuwapa elimu jinsi gani ya kujikinga, ambayo kwa kiasi kikubwa tunashauri kwamba anapotokea amekohoa au kwa katika mkusanyiko wa watu awe na kitambaa ambacho ataziba mdomo na kwa muda kadhaa, alafu akimaliza afunge atulie. Kwa hiyo ile akiweza kuepusha ile wakati anakohoa asifikishe kwa wengine, ile inasaidia sana kwa kusambaa. Na kuna utaratibu ambao umekuwa mkiweka wa kutoa elimu. Tunafahamu kwa mfano tukizungumza kuhusiana na masuala ya ajali za barabarani, maaskari huwa wanakuwa na taratibu za kuhudhuria vipindi mbalimbali kutoa elimu. Nyinyi utaratibu wenu kutoa elimu ukoje? Sisi elimu inakuwepo asubuhi kwanza, wakati mgonjwa amekaa pale kwenye benchi za kusubiri. Na utaratibu wa watu wa huduma wanatoa elimu pale asubuhi, na huwa tumeweka zamu kabisa wanasimama asubuhi kutoa elimu. Lakini pia kuna elimu kwa mmoja mmoja. Yule anayeingia kupata matibabu kabla hajafunguliwa faili huwa anaelezwa matibabu yetu yanaanza vipi, madhara yake, atatumia vipi dawa, nini afanye kwa kipindi hiko. Tunawapa elimu ya kutosha kwa muda huo. Watu wamekuwa na hiyo dhana ipo sana mtaani. Kwamba mtu anayeumwa TB moja kwa moja anampeleka kwamba huyu lazima atakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hili likoje? Hii hapana, hiyo ni dhana tu ya mtaani, lakini sio mwenye TB, sio kila mwenye TB ana HIV. Na wala sio kila mwenye HIV ana TB. Ndio. Lakini mwenye HIV ana possibility kubwa ya kupata TB kwa sababu tayari ana kinga ndogo mwilini. Kwa hiyo kutokana na upungufu wa kinga anaweza akapokea ugonjwa wowote nyemelezi ikiwemo TB. Na matibabu yake yanakuwa yana tofauti na huyu mwingine ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Hapana. Kupata TB? Hapana. Kwa mgonjwa wa HIV matibabu yake ni yale yale, kama ni miezi 6 atatumia miezi 6. Kama ni TB sugu ile ya miezi 24 basi ni ile ile. Isipokuwa yeye tunakuwa naye karibu zaidi kwa sababu tayari ana magonjwa mawili. Kwa maana hata vipimo vyake tunavichukua mara kwa mara kuhakikisha CD4 zinapanda au kutokana na matumizi ya dawa hii vipi CD4 zake ziko vipi, viral load zimefika wapi. Na tunachukua pia na kupima ile TB na maendeleo ya TB kwake yanaendaje ili asije akaathiri zaidi kwenye tatizo lake. Na kwa nini mmekuwa mkipokea wagonjwa wanaougua kifua kikuu? Unaonaje hali ikoje? Idadi ya watu inaongezeka au inapungua? Kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kutokana na mapambano ya serikali dhidi ya ugonjwa huu. Kusema kweli maambukizi mapya yanapungua. Ndio. Na wapo watu ambao wanawapa changamoto huwa hawamalizi dawa. Watu kama wapo katika hospitali yenu? Wapo kwa uchache na hasa wanaotumia madawa wajidunga. Tunaita wajidunga. Wale mara nyingi wakishatumia dawa akiona sasa wana nafuu huwa wanatokomea kusikojulikana mpaka siku akiumwa tena ndo mtamuona. Kwa wale kidogo wanatupa changamoto. Kuna utaratibu wa yule anayeugua kifua kikuu kwenda na msimamizi wa matibabu. Kwa nini awe na msimamizi wa matibabu na umuhimu wake ukoje? Hii yote ilikuwa ni katika kupambana na ili swala la tunaita ni drug adherence, kwamba ufuatiliaji wa dawa wa mgonjwa husika ili tusitengeneze TB sugu. Ilikuwa inaonekana kwamba wagonjwa wengi ndio kama hivyo, akishachukua dawa pale akifika nyumbani hamezi ipasavyo. Na kutokana na pale huduma tunatoa huduma ni kwa wengi, inabidi tuweke msimamizi ambaye akifika nyumbani atamsimamia yule ameze dawa na akija tena atuambie zile dawa zake amemeza kwa kiasi gani. Naona kauli mbiu imegusa na imetusisitiza kwamba ni wakati ni huu tuunganishe nguvu. Unadhani kwa nini tunatakiwa kuunganisha nguvu dhidi ya TB? Sasa hapa kuunganisha nguvu tumemaanisha kugusa idara zote, iwe viongozi,
kutoka ngazi ya juu mpaka huku chini mpaka jamii yenyewe. Ndio maana hii kauli mbiu imelenga kote. Sawa, mimi nikushukuru, labda kama utakuwa na la kumalizia kwa Watanzania ili waweze pia kuondoka na ujumbe kwa siku hii ya leo. La kumalizia, naomba kuambia Watanzania kwamba TB inatibika na kupona kabisa. Na tusifananishe TB na ugonjwa mwingine wowote, wala tusiweke imani za kishirikina pale mtu anapougua TB, kwa sababu TB ina kawaida ya kumfanya mtu akapungua sana, akawa katika hali ambayo mtu mwingine akimwona anaweza akasema kwamba huyu labda anaumwa hiki, ikapelekea wengine kwenda kwenye imani za kishirikina. Tunawakaribisha pia katika vituo vyetu vya afya, tuko kwenye vituo vya serikali ambavyo wote kuna upimaji ni bure, matibabu pia ni bure. Kwa hiyo unapohisi dalili, jitahidi sana kuwahi katika kituo cha afya. Sawa, tunakushukuru sana na bila shaka ujumbe umepokelewa na Watanzania. Mtazamaji, ni Dr. Saudan Hassan Masawa, yeye ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma kutoka hospitali ya Rufaa ya Mwananyamala, na tulikuwa tunazungumza kuhusiana na siku ya kifua kikuu duniani, huko kisindikizwa na kauli mbiu ya wakati ni huu, tuunganishe nguvu na kuwajibika katika mapambano ya kutokomeza TB. Basi kama Mtanzania, chukua jukumu, iwe umepata ugonjwa huu, basi fika katika huduma katika vituo vya afya uweze kupewa huduma, lakini pia unatakiwa kutambua una wajibu wa kumkinga mwingine, hasa kwa kujikinga. Kuna wale ambao wanakuwa kikohoa, basi ziba mdomo kama wataalamu wanavyoshauri, na hili limepewa umuhimu mkubwa sana, na hata shirika la afya duniani lenyewe limekuwa likifanya jitihada za kuendelea kutoa elimu na kutoa huduma za kusaidia nchi zile ambazo zinaendelea katika kuboresha huduma ya kifua kikuu, na hata wenyewe takwimu zao zinaonyesha tangu mwaka 2000 maisha ya watu zaidi ya milioni 54 yameokolewa na vifo vinavyotokana na kifua kikuu. Kwa hiyo tunaona kwa namna gani jitihada kubwa zimefanyika, na kama Watanzania tunatakiwa kuendelea kuwasaidia au kuwaunga mkono na hizi jitihada wanazozifanya, hasa kwa kupokea ile elimu wanayotoa ili tuweze kuwa salama. Mimi naitwa Silvano Kaera, tupate mapumziko mafupi, nitarejea hapa kwa Jahala sehemu ya pili.